Haya, nimerudi tena mpenzi subscriber. Huyu ni jeshi la mtu mmoja. Karibu sana mpenzi subscriber. Marekani imeuteka meli nyingine ya mafuta ambao kwamba imekuwa ikitembea katika eneo ya Venezuela. Meli hiyo ambayo inaitwa Shadow Fleet imekuwa imebeba mamilioni ya crude oil, yani mafuta ambayo kwamba haijasafishwa ya petroli. Sasa imefika meli 3 kubwa ambayo kwamba jeshi la Marekani imeiteka. Kitendo hicho imewakasirisha sana nchi ya Uchina, kwa sababu nchi ya China imekuwa ikinunua mafuta kutoka Venezuela, na inasemekana ya kwamba hizo meli ni ya Uchina. China kwa upande wake imesema wanaishtumu Marekani kwa wizi, yani pirate, yani kuiba, wizi wa mafuta. Hiyo ni wizi wa mafuta. Kumbuka, ukizungumzia na ukisema ya kwamba ukitamka neno la wizi ama Marekani imetenda la wizi, hilo jambo linawaaibisha sana Marekani, hawataki kusikia. Yani umeiba, we ni mwizi. Nicolas Maduro, rais wa Venezuela, ametamka na kusema kitendo cha jeshi la Marekani ama serikali ya Marekani kuiteka meli ya mafuta, hicho ni kitendo cha wezi, thieves, wezi, wakora, majambazi, wezi wa mafuta baharini. I'm telling you, this world inanipa kicheko. Wezi wa mafuta hawa ni wezi wa mafuta, na tutakubali, tutajilinda. Nicolas Maduro, rais wa Venezuela, amerudia tena tangazo lake kwa wananchi wa Venezuela wajitokeze kwa wingi ili kulinda nchi yao, kulinda mali yao, huku anasema hii si vita eti Marekani inafuata walanguzi wa madawa ya kulevya. Anasema hii vita Marekani inataka kutoa mafuta, mali yao, wanataka kuchukua nchi ya Venezuela, kwa sababu nchi ya Venezuela ni nchi ambayo kwamba ina utajiri mkubwa ya mafuta ya petroli katika dunia nzima. Kumbuka, Saudia na nchi zingine ambazo zinatoa mafuta, hizo nchi bado hazijafikia Venezuela. Venezuela ndio inaongoza dunia nzima kwa mafuta ya petroli. Donald Trump wiki iliyopita alitoa siri. Huyo muda wote akasema tunapiga watu wa madrugs, watu wa mihadharati, wa unga, wanasafirisha unga na nini. Juzi ametamka akasema Venezuela sijui miaka kadhaa waliwafukuza, sijui BP wakafukuza makampuni za mafuta za Marekani ambapo kwamba zilikuwa zimewekeza kule, wakaichukua na wakaithibiti hizo mali za Marekani katika ile nchi, zile za kampuni za Marekani za mafuta, kwa wafukuza hawa. Sasa Donald Trump amesema kwamba, akinukulia akisema kwamba wataichukua, wanahitaji mali yao, wanahitaji mafuta yao na wataichukua. Sasa imetoka katika vita dhidi ya mihadharati, imekuja katika masala ya mafuta. Nakumbuka katika video yangu ambayo kwamba mliangalie, iko kule, muitafute hapa, nilizungumza nikasema, ukimwona Marekani ameweka pua yake katika nchi fulani, ujue hasaidii hiyo nchi
eti kwa sababu anapigana dhidi ya mihadharati, dhidi ya unga, wa ulanguzi wa maunga. No, ameona kuna rasilimali sehemu fulani. Na anaimezea mate. Sasa wiki iliyopita Donald Trump amenukuliwa wazi wazi, ziko hapo katika mtandao, lakini kwa lugha ya Kiingereza amenukuliwa akisema kwamba Marekani ilipoteza mali mengi, mafuta mengi, wakati ilitimuliwa kutoka nchi ya, makampuni zake zilitimuliwa kutoka nchi ya Venezuela. Kwa hiyo operation yao ni ya kuitoa udhibiti, ya kurudi kuichukua mali yao kule Marekani. Yaani mali gani? Mafuta. Niko hiyo matamshi imepiga butwa sehemu nzima ya Latini, sehemu nzima ya Caribbean. Na unajua Venezuela ilikuwa ikiwasaidia nchi zingine zote ambazo kwamba ziko Caribbean, nchi ziko Latino, zilikuwa zinategemea Venezuela kwa mafuta. Sasa kusema Marekani ikidhibiti hiyo mafuta, basi nguvu zao, mali yao, utajiri wao utakuwa umekwisha, na watakuwa wanatawaliwa ukoloni mamboleo na Marekani. Sasa wamesema, Maduro amesema, jamani, simeona, hata nimeona rais wa Colombia ametoa tamko, amesema hilo jambo halitawezekana Marekani kuingilia hapa. Nimeona Mrusi na Mchina ameingilia kati, amesema hiyo hawataruhusu. Nimeona rais wa Cuba vile vile ameingia, rais wa Peru vile ameingilia, rais wa wa nchi za Latino wameingilia kati, na nchi ya Brazil wamesema no, they are not going to allow this thing to work. Kwa hivyo grupu ya nchi kadhaa kwa upande mmoja na Venezuela na nchi ya Marekani kwa upande mwingine. Bara nchi ya Urusi, nchi ya China, sasa hizi tunapoongea wako katika nchi ya Venezuela, jeshi ya China, jeshi ya Urusi na nchi zingine wako katika nchi ya Venezuela, wanawasaidia kuweka vyombo vya ulinzi, yani defense system kule Venezuela. Huku Nicolas Maduro ameambia raia wake wajisajili kuitetea nchi yao. Kwa hivyo nchi nzima, karibu nchi nzima saizi kule jamaa wako matizi, wanapiga tizi wengine wameenda wanapiga mazoezi kabisa, wanataka kufanya nini? Kuisaidia nchi yao. Wale ambao kwamba wako msituni wanatengeza mishale ya bambu. Unajua wale wanajua kutengeza mishale za bambu Ukienda Vietnam, wale vita vyao ilikuwa ni bambu, mishale zile za miti ya bambu ikikupiga na kuraruka mbaya sana. Sasa kule Venezuela watu wameingia mtaani, serikali imetoa silaha wajifunze. Sasa mama, baba, watoto, nini, mbabu na kile, watu wako katika tizi mko wamesema watailinda. Na tena hiyo habari imeenea katika nchi jirani ya Malatino. Sasa nchi za Malatino pia nao Malatino wakasema sisi tutaungana na watu wetu. Sasa kule mambo yamenuka kweli, wako tizi kabisa. Hii sipigi story ati ya kuchekesha. No, hii ni jambo ambalo kwamba linatendeka sasa hivi. Mwisho, Nicolas Maduro ameamuru jeshi lao ya wanamaji watumie meli zao za kijeshi ili waifanye nini? Wailinde meli, yani to protect, yani in English we call it to protect, or to, yani waisindikize meli za mafuta zinazoingia na kutoka katika nchi ya Venezuela, yani navy, wanajeshi. Sasa hapo Marekani ikipiga itakuwa imepiga wanajeshi, si wale walanguza madawa za kulevya, na hapo sasa ndo kutanuka balaa. Mpenzi subscribe,
Asante sana kwa kusubscribe. Tegea video nyingine. Mimi ni The One Man Army TV. Tukutane katika video nyingine. Asanteni sana. Thank you very much. Thank you so much.